Shirika la Umoja wa Mataifa la Uhamiaji IOM limesema kuwa idadi kubwa ya raia wa Afghanistan wanaoishi nchini Pakistan wamerejeshwa nyumbani kwa lazima. Siku ya mwisho kwa raia hao wa Afghanistan kurejea nyumbani kwa hiari iliyokuwa imetolewa na serikali ya Pakistan ilikamilika mwisho wa mwezi uliopita, na serikali ya nchi hiyo imewarejesha zaidi ya Afghanistan 8,000 kwa lazima tangu mwanzo wa mwezi huu pekee. Wengi wao hasa wanaharakati wa kike na watu wanaofanya kazi katika mashirika ya mataifa ya magharibi wamesema kuwa wana wasiwasi mkubwa kuwa huenda wakashambuliwa ikiwa watarejeshwa nyumbani kwa lazima. Waziri Mkuu wa Ethiopia Abiy Ahmed amemteua kiongozi mpya wa eneo lililokumbwa na mapigano la Tigray. Hatua hii inajiri baada ya uhasama kati ya makundi kadhaa ndani ya chama kikuu cha kisiasa cha Tigray People's Liberation Front TPLF. Asha Juma na maelezo zaidi. General Tadesse Worede ambaye alikuwa mkuu wa jeshi la waasi la Tigray wakati wa vita vya wenyewe kwa wenyewe vilivyodumu kwa muda wa miaka 2, sasa anachukua mahala pa Getachew Reda kama kaimu rais wa eneo hilo, wadhifa ambao ulianzishwa kama sehemu ya mkataba wa amani uliomaliza mzozo huo. Kumekuwa na wasiwasi wa kuzuka upya kwa mapigano kutokana na mvutano ndani ya chama na uhasama wa nchi jirani ya Eritrea. Takriban viboko 50 na wanyama wengine wa mwitu wamekufa kutokana na ugonjwa wa kimeta nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo katika mbuga ya wanyama ya Virunga mashariki mwa nchi hiyo. Skola Kisanga anaarifu zaidi. Mizoga ya wanyama hao imeelea katika mto Ishaha huku wengine wakisombwa hadi ziwa Kivu. Kwa mujibu wa mkurugenzi mkuu wa mbuga hiyo ya wanyama Emmanuel de Merode, askari wake waligundua mizoga ya wanyama hao kando ya mto na ndani ya mto. Vifo hivyo ni pigo kubwa kwa mbuga hiyo ambayo ina takriban viboko 1200 na pia imekuwa ikijitahidi kuhifadhi viboko hao wanaokabiliwa na tishio kubwa kutoka kwa wawindaji haramu kwa miongo kadhaa. Merode anasema kwamba uchunguzi wa maabara umebainisha kwamba wanyama hao walikufa kutokana na ugonjwa wa kimeta. Anasema nyati kadhaa pia wamekufa kutokana na mlipuko wa ugonjwa huo wa kimeta. Unaendelea kusikiliza taarifa hii, habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya BBC. Sudan Kusini imelaani vikali hatua ya Marekani ya kufuta hati ya kusafiria ya raia wake wote, ikidai kuwa uamuzi huo ulichukuliwa kwa misingi ya raia wa taifa la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na wala sio raia wa Sudan Kusini. Hata hivyo, Sudan Kusini imesema kuwa sasa itampokea mtu huyo aliyetimuliwa kutoka Marekani ili kupunguza uhasama kati ya mataifa hayo mawili. Saif Abdallah na maelezo zaidi. Waziri wa mambo ya nje wa Marekani Marco Rubio alitangaza marufuku hiyo siku ya Jumamosi, akisema imechukuliwa baada ya Sudan Kusini kukataa kuwapokea raia wake waliotimuliwa kutoka Marekani. Wizara ya mambo ya nje ya Sudan Kusini imesema kuwa mtu huyo alinyimwa idhini ya kuingia nchini Sudan Kusini baada ya kutimuliwa nchini Marekani kwa sababu alikuwa raia wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Lakini kwenye taarifa kwa vyombo vya habari hii leo, Wizara ya mambo ya nje ya Sudan Kusini imesema kwamba serikali ya nchi hiyo hatimaye imekubali kumpokea mtu huyo Makula Kintu kama njia moja ya kudumisha mahusiano yake na Marekani. Kintu ambaye alikuwa amerejeshwa nchini Marekani sasa anatarajiwa kuwasili tena mjini Juba hapo kesho. Na mwanamfalme wa Uingereza Prince Harry leo amefika mahakamani kutaka kukata rufaa ili apewe ulinzi wa polisi wakati atakapozuru taifa hilo. Ulinzi wa Prince Harry uliondolewa mwaka 2020 baada ya kutangaza kuwa anastaafu kutoka kwa majukumu yake ya kifalme na kuhamia jimbo la California nchini Marekani. Mawakili wake wameiambia mahakama hiyo kuwa Prince Harry ametelekezwa na kutopewa ulinzi anaostahili kama mwanamfalme. Wamedai kuwa kundi la Al-Qaeda limetoa wito wa kuuawa kwake. Awali mahakama hiyo ilitupilia mbali kesi iliyowasilishwa na Harry ya kutaka kurejeshewa ulinzi wake. Hii ni BBC. Naam, taarifa ya habari za dunia imesomwa kwako na Robert Kipto. Unasikiliza matangazo ya Dira ya Dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya BBC. Matangazo haya yanasikika kupitia radio washirika Radio Kwizera Ngara, Radio 1 na Radio Free Africa ukiwa nchini Tanzania. Nchini Kenya ni Mwanedu FM na Must FM. Uganda tunasikika kupitia Radio Paidha na Voice of Karamoja, na Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo ni Radio Muungano Beni. Lakini vile unaweza kuyapata matangazo haya kwenye tovuti yetu ya BBC Swahili na mtandao wa Facebook, andika tu BBC Swahili. Karibu sana, mimi ni Leonard Mubali nikiwa hapa Dar es Salaam na wenzangu ni Sarafina Robi akiwa pale Nairobi. Hujambo Robi, siku yako imekuwaje?
Sijambo Mubali, siku yangu imekuwa nzuri sana. Twende kazi. Naam, asante. Tukianza msikilizaji, ni kwa rais wa DRC, Rais Felix Tshisekedi amekutana na wakazi wenye hasira ambao nyumba zao zilisombwa na mafuriko mwishoni mwa juma lililopita katika mji mkuu Kinshasa, mji wenye zaidi ya raia milioni 17. Watu 33 walifariki dunia baada ya mvua kubwa kunyesha na kusababisha mafuriko yaliyosomba nyumba kadhaa. Mbele Chimsoshi na taarifa zaidi. Hapa niko katika uwanja wa mpira wa Tata Raphael mjini Kinshasa. Hapa ndio serikali imehamisha baadhi ya wakazi wanaotoka sehemu mbalimbali za Kinshasa zilizoathirika na mvua kubwa ya mwishoni mwa wiki iliyopita. Waathirika wamepokea kwa shangwe Rais Tshisekedi ambaye amekuja kuangalia hapa. Akiwapa pole, Rais Tshisekedi amelaumu raia kusababisha hali kama hiyo yaliyofika Kinshasa kulingana kutoheshimu utaratibu wa mazingira. Jifunzeni kile kinachoitwa usafishaji wa mazingira jijini Kinshasa. Acheni kutupa taka kiolela sehemu zote. Acheni kujenga makazi kila pahali. Mtakaa hapa na kupewa kila kitu hadi mtarudi sehemu mmetoka. Ni zaidi ya raia 1000 ndio wameguswa na mkasa huu. Sylvie Ndano ameeleza hapa vipi aliponea kwa bati. Mimi ni mfanyabiashara mdogo. Wakati mvua ilipoanza kunyesha, nilishindwa kwenda sokoni. Maji yalijaa hadi yakafika magotini. Nikasema lazima niwahamishe watoto. Tumehamia hapa mimi na mume wangu. Tumepewa mkate na samaki. Tupo hapa na nguo tu ambazo tulikuwa tumevaa mwilini. Wengi wamejikuta wametengwa na familia zao. Dieu Merci Mavinga na Gael wanahisi serikali itawasaidia kujiunga na familia zao tena. Tangu tukumbwe na mafuriko, mtoto wangu mchanga ameugua, kila kitu kimesombwa na maji. Nimefurahi jinsi rais amesema kwamba wataondoa watu wote waliokuwa wanaishi kando ya mito na kuwatafutia sehemu nyingine ya kuishi. Nitafurahi haswa akitimiza hilo. Tangu Ijumaa sijakuwa na familia yangu. Mke na watoto wako kwa rafiki yangu. Makazi yetu yalikuwa yamejaa maji. Nilisikia rais akisema kwamba tukae hapa kwanza, lakini ni uchungu kama mzazi kujitenga na familia yangu. Roger Nzinga ambaye amekumbuka vipi maji ilivamia nyumba yake ya gorofa, amesema wamepokelewa hapa vizuri. Nimepoteza kila kitu. Nyumba yangu ilikuwa ya gorofa, lakini maji yalipanda urefu wa mita 6 na kuharibu kila kitu. Tumepokelewa vizuri hapa. Tuko chini ya ulinzi wa kikosi cha rais. Mapema mwezi huu, shirika la utaratibu wa hali ya hewa DRC litangaza kuwa mvua kubwa zaidi inatarajiwa kunyesha mwezi wa Aprili na Mei. Wataalamu wa maswali za mazingira wamelaumu haswa serikali kutozingatia kila mara tahadhari iliyotolewa na shirika hilo. Chimsoshi, Dira Dunia, BBC, Kinshasa. Naam, kwingineko ni kwamba China imejibu vitisho vya rais wa Marekani Donald Trump kuongeza ushuru kwa bidhaa zinazotoka China kwa zaidi ya 100%, ikidai kuwa itapambana hadi mwisho. Msemaji wa wizara ya mambo ya nje wa China ameongeza kuwa shinikizo, vitisho na ushawishi mbaya sio njia ya maafikiano na China. Rais Trump alisema ataongeza ushuru wa zaidi ya 54% kwa bidhaa zinazotoka nchini China kuanzia hapo kesho, siku ya Jumatano, iwapo China haitatoa ushuru wake kwa bidhaa za Marekani. Kuna uwezekano mdogo wa China kukubali mapendekezo hayo. Haya yanajiri huku kampuni zinazomilikiwa na China zikiingilia kati kuokoa soko la hisa la nchi hiyo. Victor Kenani na taarifa zaidi. China imesema itapambana vilivyo na nyongeza mpya ya ushuru kutoka kwa Marekani, huku mataifa hayo mawili yenye nguvu zaidi kiuchumi duniani yakiwa karibu kuingia katika vita vikali vya kibiashara. China imeshtumu Marekani kwa manyanyaso baada ya Rais Donald Trump kusema atatangaza nyongeza ya 50% zaidi iwapo nchi hiyo haitabatilisha uamuzi wake wa kuziongezea ushuru bidhaa za Marekani. Rais Trump pia amesema hana nia ya kusitisha nyongeza alizotangaza kwa karibu kila nchi duniani licha ya masoko ya hisa kuporomoka.
Alisema kuwa baada ya kutangaza ushuru huo mpya, mataifa kadhaa yamejaribu kufanya mazungumzo na makubaliano ambayo yatakapokamilika yatainufaisha Marekani. Hatuangalii hilo. Tuna nchi nyingi zinazotukujia kutaka kujadili mikataba nasi, na itakuwa mikataba ya haki. Baadhi yao itabidi walipe ushuru wa kutosha. Kama ujuavyo, leo asubuhi nimezungumza na waziri mkuu wa Japan na yalikuwa mazungumzo mazuri. Wanakuja na nilisema jambo moja, itabidi mmefungua soko lenu kwa sababu hatukuwauzia magari, yaani hata moja huko Japan, na wao waliuza mamilioni ya magari nchini mwetu. Ubalozi wa China mjini Washington umeliambia shirika la habari la Ufaransa kwamba China haitakubali shinikizo au vitisho. Kwa upande wake, rais wa tume ya Umoja wa Ulaya Ursula von der Leyen ametoa wito kwa China kuhakikisha suluhisho la mazungumzo ya matatizo yanayosababishwa na nyongeza kubwa ya ushuru uliowekwa na rais wa Marekani Donald Trump. Katika mazungumzo kwa njia ya simu na waziri mkuu wa China Li Qiang, von der Leyen alisisitiza jukumu la bara Europa na China wakiwa kama masoko mawili makubwa zaidi duniani ili kusaidia kujenga mfumo wa kibiashara wenye mageuzi ulio huru, wa haki na wenye misingi ya usawa. Viongozi hao wawili walijadili kuweka utaratibu wa kufuatilia mabadiliko yaliyosababishwa na nyongeza ya ushuru, huku Umoja wa Ulaya ukihofia China itaelekeza mauzo ya bei nafuu kutoka Marekani kwenda Ulaya. Wakati huo, washauri wa Rais Trump wamekuwa wakitetea ushuru wa juu aliotangaza wiki hii licha ya msukosuko wa soko la hisa. Katibu wa hazina ya Marekani Scott Bessent alisema hakuna sababu ya kutarajia kuwa uchumi utadorora, na akataja kushuka kwa bei ya hisa kama marekebisho ya muda mfupi. Bwana Bessent alisema ushuru huo umempa rais nguvu zaidi, na zaidi ya nchi 50 zimewasiliana na Marekani kujadili mipango mipya ya kibiashara. Akiongea na mshirika wa BBC wa Marekani CBS News, waziri wa biashara wa Marekani Howard Lutnick alithibitisha kwamba ushuru huo utaendelea kuwepo. Hakuna kuchelewesha utekelezaji. Kwa hakika zitatekelezwa kwa siku na wiki kadhaa. Hiyo ni dhahiri. Rais anahitaji kupanga upya biashara ya kimataifa. Kila mtu ana ziada ya biashara na tuna upungufu wa biashara. Tunapoteza maisha yetu ya baadaye na maisha yetu. Nchi za dunia zinatuvuruga na ni lazima ikome. Rais ameweka hilo wazi. Hii ni sera. Victor Kenani, Dira ya Dunia, BBC. Namna hiyo ni matangazo ya Dira ya Dunia, na nikiangalia mtandao wetu wa BBC hapa naona picha hapa kubwa uso kwa uso hapa. Netanyahu ananong'onezana kitu na Rais Trump hapa. Waingia uweze kusoma, wanasema Marekani inajiandaa kwa mazungumzo ya moja kwa moja ya nyuklia na Irani. Lakini zipo nyingine zinazofanya vizuri kabisa katika mtandao wetu wa BBC. Watu 7 wafa maji baada ya boti kupinduka. Hii ni BBC. Habari kuu jioni hii, Sudani Kusini imetoa wito kwa Marekani kuijadili upya hatua ya uamuzi wa kufuta hati za kuishi na kusafiria nchini humo kwa baadhi ya raia wa Sudani. Maelfu ya wafanyakazi wa umma nchini Marekani wameombwa ama kuagizwa kuacha kazi chini ya mpango wa Rais Donald Trump wa kupunguza urasimu serikalini. Na aliyekuwa naibu rais wa Kenya Rigathi Gachagua aibua tetesi na madai kuwa rais wa Kenya William Ruto anahusika moja kwa moja na mzozo unaoendelea mashariki mwa DRC na Sudani. Hii ni BBC. Na msikilizaji, unaendelea kusikiza idhaa ya Kiswahili ya BBC na upo nasi mwenzangu Leonard Mubali akiwa Dar es Salaam Tanzania, nami nikiwa jijini Nairobi. Tukiendelea ni kwa aliyekuwa naibu wa rais wa Kenya Rigathi Gachagua alifanya mahojiano na kituo kimoja cha habari na kuibua tetesi ambazo zimezua mjadala mkubwa nchini humo. Miongoni mwa madai aliyoibua ni ufisadi unaotekelezwa katika ofisi ya rais na kwa rais wa Kenya William Ruto anahusika moja kwa moja na mzozo unaoendelea mashariki mwa DRC na Sudan.
Sudan. Hata hivyo, ikulu ya Nairobi haijatoa taarifa yoyote kujibu madai hayo ya Gachagua. Kulifafanua hili zaidi, awali nimezungumza na mchambuzi wa masuala ya siasa nchini Kenya, Martin Olona. Nimeanza kwa kumuuliza iwapo ni sawa kwa aliyekuwa naibu wa rais nchini Kenya Rigathi Gachagua kufichua siri za baraza la mawaziri na vikao alipokuwa madarakani. Katika siasa hamna siri, hamna kiapo hapa, ama kama kuna kiapo ni cha kukua pamoja ama kuhakikisha kwamba labda wanafanya mikakati ya kupata kura, na wakishapata kura kila mtu yuko kili yake. Kwa hivyo la muhimu hapa ni kwamba hawa ni marafiki ambao wamekosana, na katika kukosana kwao wameanza kujianika uchi, na ndio hali ya siasa hiyo. Hamna kiapo ambacho kinamzuia kutoongea baadhi ya mambo ambayo yaliweza kuzungumzwa kwa faragha. Hamna kinachomzuia pale, yani hauwezi kupeleka kotini kusema kwamba amevunja sheria. Hamna sheria inayomzuia. Kumbuka kwamba katiba inampa kila mtu uhuru wa kuzungumza, uhuru wa mazungumzo, na kwa sababu hiyo Gachagua ana uhuru wa kutuambia mambo. Huenda akawa anatuambia ukweli, huenda akawa anatuadaa. Kwamba ni rais mwenyewe ndiye alianza kusema kwamba yeye Gachagua alimuitisha shilingi bilioni 10, naye Gachagua anaanza pia kusema ya kwake. Kwa hivyo wote wanavuliana uchi. Jawapo tetesi alizoibua ni madai kuwa rais wa Kenya William Ruto anahusika katika mzozo wa Sudan na kuwa alikutana na kiongozi wa RSF Hemeti kusafisha pesa ambazo zingetumika kununua silaha kuendeleza vita Sudan. Haya unayatathmini vipi madai ya Rigathi Gachagua? Kweli ni kwamba RSF ni marafiki wa baadhi ya wanasiasa wa Kenya, na haitakuwa ni jambo la kushangaza kama urafiki huo una utundu fulani. Vile vile tukiangazia hapo kwenye baadhi ya hizo tetesi ambapo ameweza kulitaja taifa la Sudan, vile vile ametaja mataifa ya Kosovo na vile vile Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, akielezea madai ya kuhusika kwa rais wa Kenya William Ruto kwa mataifa yenye utata kwa njia moja ama nyingine. Hili linampa ama linaipa taswira gani nchi hii ya Kenya? Nchi ya Kenya tayari nafikiri taswira yetu kidogo inajulikana. Sisi tumemkaribisha huyu kiongozi wa RSF hapa, na wengine hawajafurahi, Sudan haijafurahi na wengine. Katika mzozo wa M23 inaonekana tunahusika pale, na pia ni jambo ambalo tuwezi kulikana. Kwa hivyo tunachokisema Gachagua ni ukweli, na lazima pia tuangazie tujue katika ukweli huo ni lipi ambalo ni la maana pale. Haya yanajiri siku chache baada ya mojawapo wa mawaziri wa Kenya waliofutwa kazi hivi karibuni, ambaye pia amewahi kuwa spika wa bunge la Kenya, ambaye ni Justin Muturi, kumkashifu Rais Ruto kwa madai ya ufisadi, ambayo vile vile Rigathi Gachagua amegusia. Hili unalielezea vipi? Ukweli ni kwamba kuna sababu ya kudhani kwamba yeye Gachagua na yeye Muturi wanasema kile wanachokifahamu. Ufisadi upo, tujui kuhusika kwake rais, lakini bila shaka hatujaona hatua kubwa ambazo amezichukua kama rais kupinga ufisadi, kupambana na ufisadi. Kwa hivyo wanaposema yeye mwenyewe ni mfisadi, kuna kile ambacho wanachosema ambacho anakijua. Kwa hivyo itakuwa ni juu yetu wananchi kujua kwamba wanachosema ni cha ukweli ama la. Kwa sasa madai hayo yanaonekana wanaposema kwamba panapo moshi pana moto. Kwa hivyo bila shaka madai hayo yana msingi. Hayo madai hapo awali umeweza kusema ama kugusia kuwa hawa wawili walikuwa ni marafiki kabla ya kutengana. Sasa haya madai yanayoibua Rigathi Gachagua yatakuwa ni uchungu wa kutolewa madarakani, na iwapo sio, mbona sasa hivi? Bila shaka ni uchungu wa kutolewa mamlakani, na pia ni wakati wa kulipiza kisasi. Yeye amemfurusha, anasema alikuwa ni mwandani wake, amemfurusha. Kwa hivyo yeye pia ana sababu ya kuja kutuambia huyu jamaa alikuwa mrafiki yangu, tulifanya kazi kwa pamoja, sasa nataka kuambia ukweli. Kwa hivyo ni vuta ni kuvute, na hapa hatujui nani atakayekuwa anasema ukweli. Rais pia anasema yake, Gachagua anasema yake. Kwa hivyo wananchi tabaki pale tukijaribu kufafanua tujue ukweli uko wapi. Rigathi Gachagua ambaye hapo awali alikuwa ni naibu wa rais wa nchi ya Kenya, vile vile anadai kushambuliwa kanisani siku ya Jumapili, swala ambalo idara ya upelelezi wa jinai nchini Kenya imesema inachunguza, huku vile vile akibua hisia mseto kuhusu visa vilivyofanyika awali vya mauaji katika kanisa la Kiambaa. Hili halizui tumbo joto la kisiasa hapa nchini Kenya, ambapo kunatarajiwa kuwa na uchaguzi mkuu mwaka 2027. Tayari tukubali kwamba kuna sababu ya kuhofia. Uchaguzi unaokuja utakuwa mkali mno, siasa zinazokuja zitakuwa kali mno, na bila shaka kutakuwa na sababu ya kuhofia kwamba zinaweza kuwa na vita. Tunachokiona, Gachagua anavamiwa sio tu
kanisani, hata kwenye matanga na kwingineko. Na hali hiyo ni hali tete ambayo huenda ikachangia kuleta kidogo hali ambayo si safi. Hili linaiweka wapi taifa la Kenya, haswa katika juhudi ambapo Kenya huwa inaonekana kama mpatanishi wa kikanda katika mizozo inayoshuhudiwa? Nafikiri nafasi hiyo tumeipoteza kwa sababu wenyewe tuna mengi tu ya kushughulikia, na hatuwezi kuaminika kutengeneza mambo ya DRC, hatuwezi kuaminika kutengeneza mambo ya Sudan, hatuwezi kuaminika kwa mambo ya amani, sababu wenyewe tuna ya kwetu mengi tu hapa nyumbani ambayo tunaona kwamba upinzani unamezwa, usipomezwa unafurushwa. Naam, ni mchambuzi wa masuala ya siasa nchini Kenya Martin Olo, kama alivyozungumza na mwenzangu Sarafina Robi. Shukran. Kitengo cha ulinzi na usalama cha shirikisho la soka barani Afrika CAF kimefanya mkutano na vyama, maafisa waandamizi na wadau mbalimbali kuelekea mkondo wa pili wa robo fainali ya mashindano ya klabu bingwa barani Afrika, yani CAF Champions League. Leo usiku kutapigwa michezo miwili katika mashindano hayo. Esperance ya Tunisia watakuwa nyumbani dhidi ya Mamelodi Sundowns ya Afrika Kusini, na Pyramids ya Misri itasafiri Morocco kucheza dhidi ya AS Afar. Mkuu wa kitengo hicho cha shirikisho la CAF, Daktari Christian Emerua, amesema lengo la mkutano huo ni kuweka uwiano, kuimarisha ushirikiano na kuendelea kuboresha mipango ya uendeshaji wa hatua ya robo fainali kwenye mashindano hayo. Na huko barani Ulaya, mechi za mkondo wa kwanza wa hatua ya robo fainali kwenye mashindano ya klabu bingwa barani humo zitatimuliwa vumbi usiku huu, kama anavyoarifu Ahmed Bahaja. Arsenal the Gunners wanaotiliwa makali na Mikel Arteta watashuka dimbani kucheza dhidi ya washindi mara 15 wa mashindano hayo, Real Madrid. Mechi hiyo itapigwa leo usiku saa 4 za Afrika Mashariki ugani Emirates. The Gunners wanatarajiwa kutegemea winga wao wa kulia Bukayo Saka ambaye alirejea baada ya kupona jeraha, lakini watamkosa beki wao kisiki Gabriel Magalhaes kutokana na jeraha. Katika mechi nyingine usiku huu, miamba wa Ujerumani Bayern Munich watawakaribisha Inter Milan uwanjani Allianz Arena. Barabara kabisa mjini Manchester nchini England, polisi inamshikilia mwanaume mmoja aliyetambuliwa kama Alfie Holt kwa mashtaka ya kumshambulia kiungo wakati wa Manchester City Jack Grealish wakati wa mechi ya derby kati ya City na Manchester United iliyopigwa Jumapili. Gazeti la Daily Mail liliripoti kwamba Grealish mwenye umri wa miaka 29 alipigwa kofi wakati akiondoka uwanjani baada ya kumalizika kwa mtanange huo ulioisha kwa sare tasa. Polisi katika mji wa Manchester imesema mshukiwa huyo mwenye umri wa miaka 20 atafikishwa mahakamani Julai tarehe 14. Mechi hiyo pia ilishuhudia matamshi ya fedheha na kejeli kuhusu mamake mchezaji wa City Phil Foden kutoka kwa mashabiki wa Manchester United, matamshi ambayo kocha wa City Pep Guardiola alilaani vikali. Na wachambuzi wa soka nchini England wamemkosoa kocha wa Leicester City Ruud van Nistelrooy na wachezaji wa klabu hiyo kufuatia kichapo cha bao 3-0 kutoka kwa Newcastle United. Baada ya kichapo hicho jana usiku, timu hiyo iliandika rekodi mbaya ya kuwa timu ya kwanza kabisa katika ligi 4 za kwanza nchini England kupoteza mechi 4 mfululizo wakiwa nyumbani bila kufunga hata bao la kufutia machozi. Washindi hao wa zamani wa ligi ya Premier ambao wanakabiliwa na hatari ya kuteremshwa daraja hawajatingisha nyavu tangu Desemba 8 walipoondoka sare ya 2-2 dhidi ya Brighton wakiwa uga wa nyumbani wa King Power Stadium. Mwisho wa makala ya spoti. Mimi ni Shuaib Ibrahim.